katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na hata tumwonapo hana uzuri hata tumtamani. Mstari wa 3, alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao, alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Amen. Mstari wa 4, nao nasema, hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Amen. Mstari wa 5, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kupigwa kwake sisi tumepona. Amen. Mstari wa 6, sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Amen. Mstari wa 7, alionewa lakini alinyenyekea, wala kufunua kinywa chake kama mwana kondoo apelekwaye machinjioni. Na kama vile kondoo anyamazavyo mbele ya mkatao manyoya yake, naam hakufunua kinywa chake. Amen. Mstari wa 8, kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa maisha yake, ni nani atakayesimulia? Maana amekatiliwa mbali na nchi ya roho hai, alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu. Amen. Mstari wa 10, lakini Bwana aliridhika kumchubua, amemuhuzunisha. Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mikononi mwake. Amen. Matthew 26 verse 1 and 2, nao nasema, ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo yote, akawaambia wanafunzi wake, mwajua ya kuwa baada ya siku 2 itakuwa Pasaka, na mwana wa Adamu atasalitiwa asulubiwe. Mstari wa 5, nao nasema, lakini wakasema, isiwe wakati wa sikukuu, isije ikatokea ghasia katika watu. Mstari wa 14 na 15, nao nasema, wakati huo mmoja wa wale tenashara, jina lake Yuda Iskarioti, aliwaendea kuwa makuhani akisema, ni nini mtakachonipa, nami nitamsaliti kwenu? Wakampimia vipande 30 vya fedha. Mstari wa 16, tokea wakati akitafuta nafasi apate kumsaliti. Mathayo 27 mstari wa 2, na unasema, wakamfunga, wakamchukua, wakampeleka kwa Pilato aliyekuwa liwali. Amen. Mathayo 27 mstari wa 4, na unasema, wakasema, basi haya yaangalieni. Akasema, basi haya yatupaseni sisi, yaangalieni haya wewe mwenyewe. Amen. Mathayo 27 mstari wa 11, nao nasema, naye Yesu akasimama mbele ya liwali. Liwali akamuuliza, wewe ndiye mfalme wa Wayahudi? Yesu akamwambia, wewe wasema. Mathayo 27 mstari wa 25, nao nasema, watu wote wakajibu wakasema, damu yake juu yetu na juu ya watoto wetu. Amen. Mstari wa 33 mpaka 34, nao nasema, na alipofika mahali paitwapo Golgotha, yaani fuvu la kichwa, wakampa kunywa divai iliyochanganyika na nyongo, lakini yeye alipoionja hakutaka kunywa. Mstari wa 34, nao nasema, walipokuwa wakitoka wakamwona mtu Mkirene jina lake Simoni, huyu akamshirikisha auchukue msalaba wake. Mstari wa 45, nao nasema, basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hadi saa 9. Mstari wa 47, nao nasema, na baadhi ya waliohudhuria waliposikia walisema, huyo anamwita Elia. Mstari wa 48, nao nasema, mara moja akaenda mbio, akatwaa sifongo, akaijaza siki, akamtia juu ya mwanzi, akamnywesha. Mstari wa 49, nao nasema, wale wengine wakasema, acha,
na tuone kama Eliya atakuja kumwokoa. Mstari wa 63 nao nasema, wakasema, Bwana, tumekumbuka yule mjanja alisema alipokuwa akali hai, baada ya siku 3 nitafufuka. Amen. Mstari wa 64 nao nasema, basi amuru kwamba kaburi lilinde salama hata siku ya 3, wasija wanafunzi wake wakamwiba na kuambia watu amefufuka katika wafu, na udanganyifu wa mwisho utapita ule wa kwanza. Amen. Yohana 3:16 nao nasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee ili asipotee. Amen. Mstari wa 17 nao nasema, maana Mungu hakumtuma mwana ili akahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amen. Mungu wa mbinguni, dhambini watunusuru, kwa Yesu msalabani shetani amekufuru, wanadamu msalabani Pasaka yatukumbusha mateso ya Bwana Yesu. Alikuja duniani kukomboa wanadamu, kawekwa msalabani, kisha akamwaga damu, akatoka kaburini. Leo yupo duniani, Pasaka yatukumbusha mateso ya Bwana Yesu. Yuda alimsaliti rafiki alomwamini, ndugu yangu jizatiti, na marafiki shetani, sasa anza utafiti. Yuda wako mbaini, Pasaka yatukumbusha mateso ya Bwana Yesu. Pilato alishituka, Herode alipayuka, Kayafa aliwaluka. Baada ya kubutuka, Petro naye kikawaka, na jogo akawika. Pasaka yatukumbusha mateso ya Bwana Yesu. Kufa kwake twapona, na tusirudi zambini, nikiagepewa bayana msalaba mtini. Tabia za kona kona zitatutupa motoni, Pasaka yatukumbusha mateso ya Bwana Yesu. Wazazi twawaombeni malezi ya kiimani, watoto tuenduni, tusianguke zambini, shetani atutamani, ili tusiende mbinguni. Pasaka yatukumbusha mateso ya Bwana Yesu. Mtupatie elimu ya kiroho mashuleni, daima niwe dawamu, watoto tu hatarini, mengi hatuyafahamu, tuherushe atufanye. Pasaka yatukumbusha mateso ya Bwana Yesu. Kadi tamati twasema bila mikiki, Yehova mwenye huruma, Mungu wetu ni rafiki, utujalie uzima, kutubariki. Pasaka yatukumbusha mateso ya Bwana Yesu. Bado